Tuzungumzie hiki ambacho main kimetuleta hapa muda huu. Content yako ambayo imezua taharuki mtandaoni, umebadilisha gari bampa zake za mbele na nyuma kwa mtindo ambao ulikuja nao kwa plastiki na kuweza kuweka chuma. Swali la kwanza, nani ambaye amefanya lile zoezi lote? Zoezi bwana limefanyika pale. Zoezi letu limefanyika pale. Mimi na ofisi hii, ukiangalia maduka yote, ofisi zote hizi za kwangu. Sasa mimi nilipata wazo kwanza. Yaani ile wazo lilikuja, sitaki kumtaja huyu mtu mtandaoni. Yeye anafanya hichi kitu. Nikamwambia fundi wangu wa welding, nikamwambia kwamba kwa nini na mimi nisifanye kitu kama hiki. Ila sasa mimi nikafanya tofauti. Mimi kuna picha ya gari ambayo nilikuwa nayo, mchoro yani. Umenielewa? Nikampa fundi wangu wa welding, nikamwambia mimi nataka hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo tukatoa kwenye ile picha, tukauchora, unaelewa, ndio ili tuweze kupata hizi bomba hizi, hivi vipimo hivi. Tukachora kwenye daftari kwa size, tukaja tukapima ile bodi lote. Baadaye yeye akawa anachomea haya machuma, ananisikiliza mimi kwamba hapo sasa tuweke chuma fulani, tufanye hivi, ndio tukapata mchongo huu hapo na huo. Sawa, natamani nikuuliza maswali lakini kutokana na yale ambayo watu wameuliza kwenye video yako. Swali la kwanza ndilo ambalo nimekuuliza, nani ambaye amedesign? Kuna baadhi ya watu ambao wameuliza hicho kitu. Swali la pili, baada ya kudesign haya machuma kutoa lile bumper, gari imeonekana liko chini. Hujagundua ni hatari gari kuwa chini ama tusemeje, au kwa nini imekuwa chini? Hii gari kwanza haiko chini, usema kwa sababu inaonekana tu kwenye video. Lakini kimsingi hata ukitazama uvungu wake, ukitazama uvungu huu na ukitazama na uvungu wa hii verify, bado verify itakuwa iko chini. Ukitazama uvungu huu, alafu kaangalia na gari kama Crown, bado Crown itakuwa iko chini. Lakini yote kwa yote tufanye iko chini. Hii ni chuma mzee, sawa? Kwa hiyo hata ikiwa chini bado haina madhara yoyote. Hata kama kuna sehemu labda kwenye bounce hivi itapiga nini, kwenye makolongo likagonga jiwe, haina tatizo. Yani hii hapa ikitokea chini imegonga, yani mchai ni kwenda kupiga rangi. Tofauti na bumper, nitakuonyesha ile pale kama nani hapa uangalie. Tofauti na ile pale, umeona ile ya plastiki. Ikigonga maana yake inafanyaje? Inachanika au linapasuka. Ili mzee yani gonga kokote pale. Alipati leakage yoyote. Sawa, swala la uzito, umetoa la plastiki ambalo lilikuwa jepesi ndilo ambalo limekuja na gari. Umeweka la chuma, bila shaka kuna baadhi ya vitu vimeongezeka. Uwezekano labda matumizi ya mafuta, matumizi ya oili na vitu vingine, watu wa magari watusaidia kwenye comment hapo. Hujazingatia, nimeweka sasa chuma walau uzito wa gari utaongezeka. Labda kutakuwa na madhara kwenye hili. Kwanza nitoe ufafanuzi kidogo. Unajua haya magari wenzetu wanavyotengeneza. Unajua wenzetu wako mbele ya muda sana. Mimi sio fundi magari. Kwanza naomba nitoe ufafanuzi vizuri. Kama kuna watu ambao wana elimu kubwa zaidi ya magari, wanaweza akatoa ufafanuzi kitaalamu zaidi. Mimi nitaeleza tu kwa namna ambavyo ninavyoelewa mimi. Kwa sababu kabla ya kufanya hivi tulifanya hizo research. Lakini najua kuna wafafanuzi wazuri ambao wanaweza wakarekebisha kama nitakuwa kuna sehemu nimekosea. Kimsingi ni kwamba wenzetu wanavyotengeneza haya magari wanaweka na uwezo wa kilo kwenye hilo gari, kwamba hili gari hili litabeba kiasi gani, aidha kama ni tani, kama ni kilo za kawaida, wenyewe wanajua. Na wanavyoweka wanaweka na extra kwa sababu wanajua matumizi ya gari yanaweza yakabadilika. Sijui unanielewa. Yani wenzetu ngozi nyeupe wana akili nyingi sana. Mfano hili gari mimi nimefanya research, Aria ina uwezo wa kubeba tani moja. Tani moja. Kimsingi Aria inabeba watu 1, 2, 4, nyuma watu 3, mbele mtu mmoja pamoja na dereva, ina maana watu 5. Katika watu 5 kitu ambacho hakiwezekani, tufanye kila mtu mmoja na kilo 100. Maana tuna kilo ngapi hapo? 500. Tuna kilo 500, pale tuna kilo 500 kufika tani moja. Sasa hii vyuma ambavyo vimefungwa hapa, kwanza hili bati ni bati jepesi. Ni geji 18. Hili ni bati jepesi kabisa, ni ile grade ya mwisho kabisa. Hiki chuma ni chuma chepesi. Mimi niking'oa haya machuma yangu yote, hata kilo 50 sipati hapa. Namna nitakuwa na kilo 10 na 20 tufanye. Sasa kilo 20 kwenye gari nimeongeza nini? Yaani wewe mwenyewe ukichekecha. Kwa sababu hata mzigo ambao nitakaobeba kwenye kule nyuma kwenye bonnet. Mfano ukaenda sokoni, ukaenda kufungasha maloba sio ya viazi, sio manini. Bado itakuwa ni aufiki, yani hizi chuma bado haziwezi kufikia huo mzigo. Kwa hiyo wanaosema sio gari itakuwa nzito sio nini, sio kweli. Hakuna uzito wa gari sababu haya machuma niliyotumia ni mepesi.
Kwa hiyo kwenye hilo nadhani nimekujibu vizuri shehe wangu. Lakini pia ni kutoa ufafanuzi vizuri. Hii gari ina uwezo wa kubeba, sio kubeba, ina uwezo wa kuvuta mzigo wa tani moja. Sio kubeba, mbali na kubeba. Yaani labda mzigo wa kuvuta tu peke yake. Kama kule nyuma unafunga ile chuma ya kuvuta mzigo, tani moja unavuta. Sasa hii inafika tani moja Sheikh. Nakutana na comment mtu anasema kwa nyuma ulipoweka sawa ila kwa mbele umekosea. Mathalan ukimgonga mtu kidogo tu unampasua. Unakwenda kujizuia vipi kwenye ajali za design kama hii? Kaka unajua Hilux. Ile pale. Si unanielewa? Jumba lina nini? Lina mangao. Kwa hiyo wale wanaendesha barabara gani, wao wanaendesha barabara gani? Ajali ni ajali Sheikh. Kuna mijali na michuma mbele, mingao michuma kulikweli yani. Yaani michuma tena mbele na nyuma. Ina maana wao hawagongi. Kwa nini hali haikagongi? Au yale yaliyoko mule sio machuma, mangao yale mazito mengine stainless steel kabisa mazito yale. Tofauti na yani kama akikugonga anavunja mpaka mfupa. Hivi umeshawaza hata trafiki kukutana naye hawezi kukuzuia kwa lolote? Mimi nimetoka nimeenda Segerea, nimekutana na trafiki na nipigia au nikanifanyia hivi. Na vyuma vyake hivi. Vyuma vyake hivi. Kwa maana kwamba kisheria wewe uko sahihi. Sasa si nimetengeneza gari yangu nimeipimpu. Kwani mimi hapa nimevunja sheria gani? Kwani kuna magari yale Arusha yale hatari yale. Yale yanakuja mafupi. Lakini anaenda wanayaongeza bodi yanakuwa marefu. Si unajua yale? Yale mabodi yanaongezwa hapa bomu. Sasa wale na yenyewe nao. Hapa kama umekosea nini hapa si nimeweka tu kama nimeweka ngao. Hakuna hapa kama nimeweka ngao. Lakini pia hiyo hatari unaizungumzia sisi mimi juzi nimegongwa hapa na dogo wa pikipiki. Nusa igonge taa. Hii taa shehe wangu ya verifier kidogo bei yake imechangamka kidogo. Angeigusa lakini kagusa chini kwenye bumper nitakuonyesha hapa. Kakimbia. Nimekutana na comment moja na sio tu comment. Tumezoea watu wanakuona kama vile ni Freemason. Sababu kwa nini unakuona hivyo? Ni kijana mdogo, unajichanganya kwenye kazi za watu wakubwa, mwisho wa siku una pesa nyingi. Pesa ambazo labda ungekuwa nazo watu ambao umri umeenda kihivyo, Kijana mdogo, magari kama hivyo, namba zetu 66 nakumbuka gari kama 3, nakumbuka ulikuwa na Impreza kipindi kile. 66 ulikuwa una gari gani zile 66? Watu wanasema huyo Freemason ndio maana ameenda kuweka machuma kama hayo. Labda chama kimekwambia ufanye mambo kama hayo, tusemeje? Kani kweli. Hamna bwana, kwanza kwenye Freemason sio kweli. Kwenye Freemason sio kweli. Ila sijui wenyewe wanavyo discuss, unajua kila mtu ana discussion yake, lakini sijui mimi sio Freemason. Mimi ni mpambanaji, tunatafutia riziki zangu. Afu vijana ambao wanaamini kwenye Freemason basi waangalie hata waende kwenye YouTube channel yangu. Sanuka Media hapo waingie saizi waangalie post ya kwanza kabisa. Au waende kwenye Instagram yangu Mr_House Decoration TZ. Waende waangalie kwenye yani post ya kwanza kabisa. Kwanza hata sina muonekano huu. Watu wanajitafuta kaka. Kwa nini tumeweka 66 kwenye magari? Sasa si namba tu. Namba bila maana. Kwani wewe huwezi kuweka 66 kwenye chombo chako chochote labda bila kujua maana yake? Kwani wewe maana yake nini kwa mpaka umeamua kuiweka? Kwani wewe hapa hii Nyundo TV maana yake nini? Sina. Lina maana gani? Wala kwenye comment mtatuambia hivyo. Nini maana ya hizi 66 ambayo ndugu yetu hapa hataki kuisema moja kwa moja? 66 ni namba 1 2 3 4 5 6. Hii nayo tutaweka 66. Hii si ipo 66 sema kwa sababu tulitoa bumper la nyuma huko. Hii 66 mzee. Mimi sina usafiri wangu wote ambao hauna hizi namba. Mimi hadi kwenye logo ukitazama kwenye mabango yangu yote ni 66, pale kuna 66. Nyumbani kwangu gorofani kule. Nadhani ushakujaga. Kuna logo sasa hivi naliweka, nishampa kazi fundi bango. Analiweka logo la 66. Litakuwa linawaka na taa usiku. Namba tupu 66. 66 house ina. Tumalizie hili la magari. Kuna watu ambao wamependa hivi ambavyo wamefanya. Huenda na wenyewe wakatamani waje wafanyie. Kuna namna yote ambayo unaweza kuelekeza ama tumefungua kiwanda rasmi sasa kwa mtu yote ambaye atakahitaji. Na namba za simu zipi otherwise na gharama zipoje kwa yule ambaye anahitaji labda ikiwa kwenye gari yake. Niliposti kwanza, niliweka kwenye YouTube channel yangu, nikaweka na TikTok, nikaweka na Instagram yangu. Simu zishaanza kuita mpaka sasa hivi. Wito umekuwa ni unaanza, yani watu wanaanza kuelewa kwamba wanaulizia
bwana inakuaje? Leo nimetoka kupokea simu ya mzee mmoja na Alphard yake. Bwana na Alphard yangu lakini nimesafiri nikija nitaileta. Kuna mmoja yuko mkoani ameniambia yeye ana gari gani sijui lakini tuzo tukamtengenezea lidude. Alafu akaenda kufungiwa nikamwambia hiyo haiwezekani lazima gari iwepo. Kwa hiyo yote ni katika michakato ya kujitafuta na kupata pesa. Kwa hiyo mimi nataka wewe tutarudi tena kwenye interview. Nikiwa nimeshalipiga sababu leo ninavyoongea hapa. Nishamita dogo wa rangi. Umeshanielewa? Kuna dogo kaenda kanunua, ameenda kununua rangi na kazi ya rangi itafanyikia hapa hapa. Ili niwe nawapostia zile update zote. Baada ya rangi kwa sababu hii chuma unavyoiona. Umeona kwenye huu ufito hapa. Hapa kuna usilver. Hapa kutakuwa kuna usilver unashuka na huko nako kwenye show yako kuna usilver. Alafu huko kuna kula black. Hapa kwenye huu wavu hapa kuna black yake ya kupauka ambayo itakuwa haimechi na hii body. Kwa hiyo kuna unyama fulani ambao utafanyika baada ya kumaliza nitakuita ulifanyie tena video yake. Mwisho kumalizia tuweke chuma magari yetu. Kiwanda iko hapo. Sisi tushafungua tena. Hii ndio sample yetu. Hii ndio sample. Kwa wale wanaofuatilia wafuatilie, hii ndio itakuwa ndio sample. Yaani hii ndio sample ambayo wewe iwafungue watu wapate picha kwamba kumbe inakuwa hivi. Watu wapate hivi na hii kama ninaharibu maana yake naharibu cha kwangu. Hiki sio cha mteja ujue. Maana yake kama ingekuwa ni jambo baya nisingejifanyia mwenyewe. Noti hiyo. Kaka, hii gari ujue wanaojua magari wanaelewa. Hii milioni 45. Sawa? Nenda na sasa hivi amepanda kwa sababu ya maushuru na mambo yamekuwa nadhani unaelewa kila kitu kipo juu. Hali atakola nyani milioni 45 mpaka milioni 48 47. Showroom. Kwa hiyo hapa nacheza na hela kaka Si unanielewa vizuri? Haina hii gari sio mbovu, haina kipengele chochote. Hii milioni 45 mimi nimekatakata, nimeanzisha jambo la kutaka watu waje na wenyewe nao waone faida ya hili kuweka machuma. Kwa hiyo sio kama labda anafanya sample ambayo labda mimi mwenyewe na riski hapa. Ina maana kama huu mchongo ukiwa sio mchongo, maana yake mimi nimepoteza milioni 45. Mabampa yake alikule nimeyafumua yamekatika katika ovyo ovyo. Lakini mwenyewe una feel proud mtu akikuita jina gani? Mr. House iko vizuri. 66 ni kama brand yangu ambayo kila mtu anatafsiri tofauti kwa namna anavyoitafsiri yeye. Kwa hiyo mimi nayapokea yote majina yangu. 66 poa, Mr. House poa. Kwa ujumla masuala ya ujenzi yanaendaje? Watu wanakufahamu kama ni mtu wenye masuala mazima ya ujenzi, mtu anakupa kiwanja chake, unamtolea nyumba, mwisho wa siku unabadilisha kile ambacho yeye alikuwa anakitarajia. Ujenzi unaendelea? Kama kawaida, ndio kitu ambacho ndio kazi mama tunaweza kusema. Mimi kwa upande wangu mimi sina shughuli nyingine. Mimi shughuli yangu ni ufundi tope tu. Nadhani wewe unakuja sasa hivi nadhani mara 3 mara 2 sijui. Kwa hiyo mimi sijabadilika. Kazi zangu ndio hizo hizo, watu wanaleta mchongo, mimi nawakabidhi funguo zao. Kwa sijabadilika chochote. Umetrend sana mwaka 2024, 2025. Sasa hivi tupo kwenye 2026. Kuna mabadiliko yote ambayo unayafanya kwenye kazi yako ama ni vile vile? Kama vile mtu ambaye amefanya kazi nawe 2024 atarajia hata 2026 kazi inaenda vile vile. Mabadiliko yapo kwa sababu huwezi kuwa dormant. Binadamu wa kawaida lazima ukue. Na kukua tunasema unaboresha biashara. Kwa sababu mimi ufundi ni sehemu ya biashara. Kwa hiyo unaiboresha vipi biashara? Ni kwamba kama ulikuwa unafanya kazi mwaka 2000 umesema na 24 haiwezi kuwa the same na mwaka 2026. Lazima kuna vitu vinakuwa vimebadilika na mabadiliko ni huduma. Kwamba tumetoka hatua hii tunaenda hatua hii, yani lazima kuna zile maendeleo fulani yapo kwa wadau ambao wamefanya kazi na mimi mwaka 2024 umesema na ambao wamefanya kazi mwaka 2025 na 26 kuna changes zipo yani. Hawezi kuwa sawa. Kwa mabadiliko yapo kwenye tasnia yangu kwa ujumla yani. Sio mimi tu. Hata wewe biashara yako naamini kama wewe ni mwanahabari huwezi kuwa ulivyokuwa unafanya miaka 5 nyuma na leo ni sawa. Lazima kuna vitu vinakuwa vimebadilika. Kwa hiyo mabadiliko yapo. Hivi nikitamani nifahamu unapataga dharau, maneno ya dharau kiasi gani? Kwa umri wako mtu ukimwambia kwamba mimi ni fundi ama vile mtu aje kumjengee nyumba lazima kuna namna fulani na kama vile ya kuamini fulani hivi. Hizo unapataga hizo mtu kama kwa kudharau bwana fundi anza kwa design kama hii. Nimpe hela huyu milioni 50, milioni 100 mtu wa design kama hii. Hiyo ilikuwepo. Sasa hivi kidogo inapungua kwa sababu sasa hivi jina lishakuwa kubwa. Kwa hiyo mtu anaangalia pia hata video zangu, content zangu kwenye mitandao, anaona jambo linaanza from the scratch mpaka linaisha. Kwa anapata trust, anakuwa mwanzo siku anakuwa mgumu. Mwanzo ulikuwa mgumu mtu kutoa milioni 60, milioni 50 kumpa Mr. House. Alafu mimi sasa
target yangu kubwa haikuwa watu wa ndani, walikuwa target yangu ilikuwa watu wa nje. Mimi nafanya 90% ya wateja zangu ambao nawajengea wengi wako Ulaya, watu wa Ulaya, China, Dubai, hivyo yani Amerika huko. Kwa hiyo ni watu ambao atufahamiani, mtu anakutumia hela humjui, hakujui, hata ofisini sometimes pia hawapajui. Ni ile trust tu kwamba watu wanaona ndugu zao walishawaangusha sana, anaona bora muamini mtu baki anaweza akamfanyia jambo kuliko ndugu yake. Kwa hiyo mwanzo ilikuwa shida sana, sasa hivi kidogo shida imepungua. Mtu anaiona ile profile yangu kwenye mitandao, kwa hiyo anakuwa hapati shida, ana doubt nyingi yani. Na lakini pia unajua hizi kazi za ufundi zilivyo zina mabalozi. Unajua watu tunafahamiana yani mfano wewe ni kufanya kitu kizuri, kuna mshikaji wako na ndugu yako, unakuwa hauna sababu ya kumwambia ndugu yako kwamba bwana kuna mtu fulani kwa 1 2 3. Kwa hiyo nishatengeneza familia kubwa sana yani na familia yangu ambao wanaambiana, nina mabalozi wangu ambao wengi. Kwa hiyo unakuta tunapiana, unakuta labda mtu amekuja, unaweza ukaona huyu mtu ni mpya kwako, lakini kumbe ana feedback yako nzuri tu kwamba kuna mtu wake ulishamfanyia jambo lake. Na hivyo hivyo pia ukimfanyia mtu ubaya kwenye shughuli zetu za ufundi, na ritani yake inakuwa hivyo hivyo kwamba unazalisha mabalozi wabaya, kwamba yule mtu anakuwa apeleki taarifa nzuri, anapeleka taarifa mbaya pia kwa watu. Kwa hiyo ukifanya vizuri utatanua wigo wa kupata wateja wapya na watu kukukubali vizuri, lakini pia ukifanya mabaya utatanua wigo wa kupata matokeo mabaya na watu kukudefine tofauti. Kwa hiyo kikubwa hapo ni kufanya kazi vizuri kwa uaminifu. Uaminifu ndio kila kitu. Mimi silaha yangu kubwa, mimi sio mkamilifu na mapungufu yangu. Watu ambao wanafanya nao kazi pia wanaelewa na mistake 1 3 nazifanyaga, lakini si dhulumu cha mtu, siri cha mtu. Mimi ya madiaspora wale kwa Ulaya huko ndugu zetu wananielewa vizuri. Yani kaka, mimi nafanya kazi hapa, hakuna mtu anayekuja hapa ofisini kwangu. Watu wako Ulaya, hata ndugu zao hawapajui hapa. Lakini shughuli zao zinafanyaje? Zinakwenda na zinamalizika vizuri kabisa yani. Kwa nini? Kwa sababu nimesema na Mungu wangu kwamba mimi nitakuwa nafanya kazi ambazo sihitaji dhuluma na mtu yoyote. Hiyo ndio silaha yangu shehe. Changamoto kubwa ni kutokupokea simu. Nimekutana na hizi comment kila kwenye posti yako, watu wanasema wewe ni fundi mzuri, tunakubali, unajenga, watu tunaona, lakini tukikupigia simu pokei. Sasa hivi imekuwaje? Imeshakuisha hii ama ni bado vile tuna mambo mengi kiasi kwamba simu bado tupokei? Tunaitatua hiyo kwa sababu of course mimi sio kama unajua, mimi Mr. Oxy sio lidude likubwa, sio kampuni likubwa kusema mpaka nishaanza kuajiri watu ambao watakuwa wanapokea simu. Kila kitu nafanya mimi mwenyewe. Mimi ndio bosi, mimi ndio CEO, mimi ndio fundi, mimi ndio site foreman, mimi ndio kila kitu. Kwa hiyo tunafika huko niombee, na mimi kikubwa tu wa Tanzania unajua hatuna zile roho za kutaka kumpushi mwenzetu aende. Mwenyewe lakini tungekuwa tuna ile hali ya kutaka mtu fulani aende, mimi sasa hivi ningekuwa nishawaajiri watu. Nilifanya hivyo, nilikuwa na site foreman, lakini mwisho wa siku unajua tunarudi kule. Yaani mbongo ni mbongo tu. Unakuta mtu unampa nafasi ya kusimamia mipango yako au miradi yako ya wateja zako, anaiba simenti, anaiba nondo. Sasa kinachokuja kutokea wewe ndo unakuwa unaonekana kama wewe ndo mwizi sasa, kwa sababu yeye dhamana yake ni wewe, mteja amjui. Sasa tunaogopa pia hata kusema tumpe mtu kitengo cha kuwa anapokea simu, anaweza akawa anauza kazi kwa watu mafundi wengine. Kwa hiyo nalo tunalifanyia kazi, tutafute mtu ambaye atakuwa mwaminifu, anisaidie majukumu ya kama hivyo kupokea simu. Of course ni kweli mimi muda ambao mzuri napata kushika simu yangu labda ni kuanzia saa 4 usiku mpaka saa 8, lakini hapa katikati hapa yani nakuwa niko very busy yani niko busy kweli yani, kwa sababu sometimes uko juu unapaua, uko huku una drive uwezi kupokea simu, yani kuna mambo mbalimbali. Lakini na uzuri ni kwamba na waelekezaga tuma message WhatsApp, kuna muda kuanzia saa 4 mimi napata muda najibu message zote, na hata kama kuna watu walinipigia nitawarudia. Tumalize la mwisho kuhusiana na nyumba. Yule mteja mpya ambaye anatamani ajenge nyumba na wewe, process gani anatakiwa apate ili mada hizo kukufikia? Process ni za kawaida tu. Namba zipo mtandaoni, anaweza akachukua akanipigia. Vitu vya awali ni kwamba lazima nifike site nikasurvey, na kwenda kusurvey mimi. Of course wewe unaona hapa kuna hii takola nyani, hapa kuna verify au sio? Huwezi kwenda site for free. Kwa sababu mimi nikienda site siendi kwa daladala, sichukui bodaboda, sipandi bajaji. Nachukua gari.